Ali Arjan, jina lililobeba uzito si tu ndani ya Iran bali pia katika upepo wa siasa za Mashariki ya Kati. Hakuwa mtu wa kelele nyingi, lakini aliposimama mataifa yalinyamaza. Hakuwa kivuli cha mamlaka bali alikuwa muhimili wake. Je, Arjan alikuwa nani? Karibu sana mtazamaji katika simulizi hii. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Ali Arjan alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mifumo ya ulinzi na mikakati Iran. Mtu wa ndani kabisa, si mtu wa juujuu. Chambelecho wa Swahili, mtu wa ndani ndiye ajuaye penye moto na penye baridi, na Arjan alikuwa anaijua Iran kwa ndani na nje. Arjan hakuwa tu kwenye cheo, bali kwenye akili, mtandao na uaminifu. Alikuwa ni daraja kati ya viongozi wa juu na vikosi vya operation. Mtu wa kupanga, si wa kubahatisha. Huyu si wa kuokota maneno njiani, huyu ni wa kupima kabla kukanyaga. Lakini kama walivyosema wahenga, kila penye mwanga pana kivuli chake. Kifo chake kilikuwaje? Taarifa zinagongana, lakini kilicho wazi ni kwamba hakikuja kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni operation iliyopangwa kwa ustadi mkubwa. Wengine wanasema ni shambulio la anga, wengine wanadai ilikuwa ni intelijensia ya ndani iliyovuja, lakini ukweli ni mmoja unabaki: adui zake walimlenga moja kwa moja. Na hapo ndipo simulizi inachukua sura nyingine. Je, Irani itarudi nyuma? Hapo ndipo wengi wanapokosea. Irani si taifa la mtu mmoja. Irani ni mfumo, ni taasisi, ni mtandao wa viongozi na warithi waliopangwa kwa muda mrefu. Kwao kuondoka kwa kiongozi si mwisho wa safari, ndio kwanza mkoko na lika maua, ni mwanzo wa ukurasa mwingine. Kama wasemavyo Waswahili, ngoma ikipasuka nyingine ipo jikoni. Nani mrithi wake? Kisichofahamika kwa taifa la Irani ni kwamba mara nyingi nafasi hizi tayari wapo watu walikwisha andaliwa: manaibu, makamanda waandamizi au washauri wa karibu waliokuwa wakifanya kazi bega kwa bega naye. Hawa si wageni, ni watu waliokuwa kivulini wakijifunza kila hatua. Lakini katika upepo huu wa sintofahamu, jina moja limeanza kusikika kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa: Said Jalil. Huyu si mgeni katika medani za siasa za Iran. Ni miongoni mwa waliowahi kusimama kuwania urais, mtu aliyekulia ndani ya misingi ya mapinduzi na anayejulikana kwa msimamo wake mkali usioterereka. Kwa wenye macho ya kuona mbali, hili si jina la bahati nasibu, ni ishara ya mwelekeo. Hivi ni nani asiyetambua kuwa mwana wa nyoka ni nyoka? Jalil si mtu wa kwanza kujifunza leo, ni zao la mfumo ule ule uliomlea Arjan. Ameiva kisiasa, ameonja joto la meza za maamuzi na amezoea upepo mkali wa presha za kimataifa. Kuchukua kijiti hiko, basi hata kuwa mgeni wa uwanja, bali ni mchezaji aliyekuwa benchi akisubiri kuitwa dimbani na mwalimu wake. Na hapo ndipo unapoona Iran haichezi mchezo wa kubahatisha, bali wa kupanga hatua kwa hatua, kama fundi anayejua kila pigo la nyundo lina maana. Je, kuuawa kwa viongozi hawa kuna athari kwa taifa la Iran? Jibu la uhalisia: kwa muda mfupi ndiyo, athari ipo. Mshtuko hutokea, mipango hubadilika, taharuki hujitokeza. Lakini kwa muda mrefu, la hasha. Kwa nini? Kwa sababu Irani tayari imejijenga juu ya misingi ya kujiandaa kwa mabaya. Wana mfumo wa urithi wa haraka, na zaidi ya yote wanaamini katika kile wanachokipigania. Ni taifa ambalo limezoea misukosuko. Ni mithili ya bahari ya Hindi, mawimbi hupanda na kushuka, lakini bahari hubaki pale pale. Kwa hiyo kuuawa kwa Arjan ni pigo, lakini si mwisho wa mchezo. Ni ukurasa unaogeuzwa, si kitabu kinachofungwa. Waliodhani wameuzima moto Iran huenda wameuchochea zaidi, maana moto iman hauzimwi kwa upepo. Kama wapo watu bado wangalidhani kifo cha Arjan kingenyamazisha Iran, basi wameanza kuona jibu lake siku ya jana, si kwa maneno bali kwa moto wa anga. Makombora yameripotiwa kurushwa kuelekea Tel Aviv, majibu ya haraka yasiyo na kusuasua. Miji ikatetemeka, taharuki katawala, na dunia ikashuhudia kuwa huu si mchezo wa kuogopana, bali ni vita ya kulipizana kisasi. Kwa mujibu wa duru mbalimbali, Irani imeonyesha wazi kuwa hii ni mwanzo tu, si mwisho, kwamba jibu halitakuwa la mara moja bali la mfululizo. Kama mvua ya masika huanza tone moja, kisha mafuriko hufuata. Lakini upande wa pili nao una simulizi yake. Inasemwa, na si kwa uthibitisho kamili, kuwa hata ndani ya Israel kuna viongozi wengi walioguswa na mashambulizi haya, ila tofauti ni kwamba taarifa hizo hazitoki wazi hadharani. Wapo wanaodai kuwa baadhi ya matukio hufunikwa kwa sababu za kiusalama na kuepusha hofu kwa umma. Hapa ndipo ukweli unakaa katikati ya kivuli na mwanga, kwa sababu katika vita mithili ya hii, si kila kinachoonekana ndicho kilivyo, na si kila kisichoonekana hakipo, na mwisho wake unabaki ule ule. Hii si hadithi ya mtu mmoja kuondoka, bali ni hadithi ya moto unaozidi kuwaka. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.